Habari na karibu mtazamaji wa Tugenda TV katika mwendelezo wa matukio mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania. Taarifa tuliyopata muda huu zinasema kuwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Othman Masoud Othman na kiongozi wa chama Dorothy Semu wamedaiwa kuzuiwa kuingia nchini Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia Afrika, yani PAD. Kupitia ukurasa rasmi wa Instagram wa ACT Wazalendo wamechapisha taarifa hii ikisema, na nukuu, msafara wa viongozi wa ACT Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama ndugu Dorothy Semu na mwenyekiti wa chama ndugu Othman Masoud Othman ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar umezuiwa kuingia nchini Angola na mamlaka ya serikali ya Angola. Viongozi hao wanashikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda na hati zao za kusafiria zinashikiliwa. Serikali ya Angola bila kueleza sababu yoyote imetoa amri ya viongozi hao kurejeshwa Tanzania. Viongozi hao waliwasili Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia Africa, the Platform for Africa Democratic PAD, yaliyoandaliwa na taasisi ya Brain Trust Foundation, yaliyopangwa kufanyika kuanzia tarehe 13 mpaka tarehe 16 Machi 2025. Mbali na viongozi wa ACT Wazalendo, viongozi wengine zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali Afrika ambao pia walikuwa wanahudhuria mkutano huo wamezuiliwa na serikali ya Angola. Moja ya viongozi waandamizi waliotarajiwa kushiriki kwenye mkutano huo ni pamoja na marais wastaafu Ian Khama kutoka Botswana na Andres Pastrana Arango kutoka Colombia. Wengine ni waziri wa kilimo wa Afrika ya Kusini na kiongozi wa chama cha DA ndugu John Steenhuisen na kiongozi wa chama cha Podemos cha nchini Msumbiji ndugu Venancio Mondlane. Ya uongozi taifa ikikutana kwa dharura kutafakari juu ya mkasa huu na hatua mwafaka wa kuchukua. Chama kinatoa wito ufuatao katika hatua za awali. Kwanza, ACT Wazalendo inalaani kwa nguvu kitendo cha udhalilishaji kilichofanyika dhidi ya viongozi wetu na viongozi wengine kwa kuzuiliwa na kushikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda. La pili, tunatamka balozi wa Angola nchini Tanzania kutoa maelekezo ni kwa sababu gani viongozi wetu akiwemo makamu wa kwanza wa rais Zanzibar wamezuiliwa na kunyang'anywa hati zao za kusafiria. Tatu, tunaitaka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imuite na kumhoji balozi wa Angola nchini juu ya kadhia hii. Ya nne, tunatoa wito kwa serikali ya Angola kuziachia mara moja hati za kusafiria za viongozi wetu walizoshikilia na kuwaruhusu kuendelea na ratiba yao nchini Angola. Wakunukuu taarifa waliochapisha ACT Wazalendo. Wakati huo huo, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu ameandika kupitia ukurasa wake rasmi wa X kuwa, nukuu, ya uhamiaji ya Angola inashikilia na kuninyima kuingia Angola kwa ajili yangu na ujumbe wa zaidi ya viongozi 20 wakuu na wawakilishi wa vyama vya siasa kutoka kote kusini mwa Afrika waliofika Luanda mapema leo kwa mkutano uliopangwa kwa siku 2. Kundi hilo linalojumuisha makamu wa kwanza wa rais kutoka Tanzania aliyeketi, rais wa zamani wa Botswana, waziri mkuu wa zamani wa Lesotho na viongozi waandamizi wa kisiasa na wajumbe kutoka Kenya, Sudani, Tanzania, Afrika Kusini, Namibia, Eswatini, Lesotho, Ujerumani, Marekani, Uganda, DRC na Msumbiji. Wa Angola na Watanzania watu ndugu. Tanzania ilikuwa mwenyeji wa Dr. Antonio Agostino Neto na wapiganaji wakati wake wa MPLA katika miaka ya mwanzo ya kupigania uhuru wao. Tuliunga mkono Angola katika hali ngumu na mbaya wakati wa utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini ulikalia kusini mwa Angola katika miaka ya 70 na mwaka 1980.
Kama Angola, Tanzania ni nchi mwanachama wa SADC, na kwa hivyo sisi wa Tanzania hatuhitaji visa kuingia Angola. Unyanyasaji huu wa kihuni wa raia wa mataifa ndugu ya Kiafrika na mamlaka ya uhamiaji ya Angola haikubaliki kabisa na unapaswa kulaaniwa kwa nguvu zote iwezekanavyo. Mwisho wa kunukuu chapisho hili alilochapisha mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Hiyo ndo taarifa kutokea huko Angola, kwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ambaye ni mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo na akiwemo na kiongozi wake wa chama ndugu Doro Semu, na akiwemo na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu wamezuia katika uwanja wa ndege wa Angola. Na kushauri tusisahau kusubscribe, kushare na kulike.